Jeshi la Israeli limefanya mashambulizi ya anga huko katika ukanda wa Gaza kujibu kile maafisa wa Israeli wanachosema ni ukiukaji wa makubaliano kusitisha mapigano yanayosimamiwa na Marekani, huku rais wa Marekani Bwana Donald Trump akikubaliana na mpango wa mashambulizi hayo yaliyofanywa na kundi la wapiganaji la IDF. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz ameshutumu Hamas kwa kuwashambulia wanajeshi wa Israel huko Gaza mnamo siku ya Jumanne na kukiuka masharti ya kurejesha miili ya mateka waliofariki dunia. Lakini kundi hilo la wapiganaji wa Kipalestina limesema halikuhusika na shambulizi hilo na kusisitiza kuwa limejitolea kuendeleza makubaliano ya kusitisha mapigano. Takribani wa Palestina 33 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi ya Israel kulingana na shirika la ulinzi wa raia wa Gaza linaloendeshwa na Hamas na maafisa wa hospitali. Mashambulizi hayo yalipiga nyumba na shule katika jiji la Gaza, Beit Lahia, Al-Bureij na Nuseirat na Khan Yunis. Licha ya mashambulizi hayo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema anaamini usitishaji mapigano unaendelea. Taarifa fupi iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumanne jioni ilisema aliamuru mashambulizi makali, lakini hakutaja sababu. Katz, waziri wa ulinzi, alisema Hamas imevuka mstari mwekundu kwa kufanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel huko Gaza mnamo Jumanne. Hamas italipwa kwa kuwashambulia wanajeshi na kwa kukiuka makubaliano ya kurudisha mateka wetu, alionya. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kwamba wanajeshi katika mji wa kusini mwa Gaza na Rafah walishambuliwa kwa makombora na walenga shabaha siku ya Jumanne mchana, huku vyombo vya habari vya Palestina vikiripoti mashambulizi ya makombora ya Israel katika eneo hilo. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameunga mkono mashambulizi mapya ya Israel katika ukanda wa Gaza. Rais huyo ametetea mashambulizi mapya ya Israel huko Gaza karibu wiki tatu baada ya kusitishwa kwa mapigano yaliyosaidia kama wakala. Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu aliamuru mashambulizi ya haraka na yenye nguvu Jumanne jioni, lakini ni mashambulizi ambayo kwake ameyataja ni kukiukwa kwa masharti ya Hamas. Kadhalika, Rais wa Marekani Bwana Trump amesema sasa nimeipa ridhaa Israel kufanya mashambulizi hayo kutokana na Hamas kukiuka makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Hakuna kitakachoweza kuhatarisha usitishaji mapigano. Alisisitiza kwamba Hamas ni sehemu ndogo sana ya amani katika Mashariki ya Kati na wanapaswa kuwa na tabia, vinginevyo maisha yao yatasitishwa. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba katika kipindi hiki jeshi la Israel IDF ambalo limefanya mashambulizi amelipa ridhaa na kwamba kile alichokieleza hata kabla ya mashambulizi haya kwa Hamas ni kwamba hata yeye binafsi angetuma wanajeshi wake kwa ajili ya kuiangamiza Hamas kutokana na kwamba wameamua kwenda kinyume na makubaliano. Kundi la wapiganaji wa Kipalestina limeonya kwamba kuongezeka kwa mashambulizi kutasababisha kucheleweshwa kwa kurejeshwa kwa miili ya mateka 13 waliosalia huko Gaza, na maafisa wa Israel hapo awali walishutumu Hamas wa kujikokota katika kukabidhi mabaki yote kama ilivyokubaliwa chini ya usitishaji mapigano uliopatanishwa na Marekani, Misri, Qatar na Uturuki ambao ulianza kutekelezwa mnamo Oktoba 10. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi.